Okay, wasikilizaji wangu, tuko siku ingine, Mungu ametuneemesha na neema ya kuonana mara ingine. Niko mahali hapa nikijibu maswali tumesoma na tumefika mahali pa kuvunja soul tie. How will you break the soul ties? Soul tie ni inaitwaje? Soul tie ni kitu very risky sana kuvunja. But ni kitu very, very painful. Now that is the only way out. First you have to break the soul tie. After breaking the soul tie, you give the give the sacrifice, and then you repent. Una break soul tie, ukama una repent. After there, you give sacrifice ya kusamehewa dhambi. The kitu ya madhamana chenye unaona na chenye unapenda sana, na hiyo sio kitu ya kupeleka kwa madhabahu ati unapelekea pastor. Ni uchukue upeleke mahali kama kwa children's home, uchukue upeleke mahali kama kwa street children. You can feed the street children. Still you can take to the needy, you can give to the widow. After there, uinue madhabahu kwa kanisa yenye unajua na unapenda, na kwa mchungaji wako madhabahu, na umwambie vizuri umekuwa ukienda through deliverance na umefanya 1 2 3 kwa sajili ya dhambi zako na unataka kuwekewa cover. That is where the pastor came in now. That is where the church came in now. Church is the last. Ukisafanya hayo, unachukua kitu inaitwa nini? Gift. Unapeleka kwa madhabahu, unajiwekea cover. After kujiwekea cover, sasa now you can start a new life. Na the moment madhabahu ya kwenu inainuka, madhabahu yenye umepanda na inainuka, na madhabahu yako umepanda ya kimungu, Mungu anapigana, anainuka, anapigana hii madhabahu yenye inakusumbua. Kama uko hapo umeinua madhabahu na umechezea madhabahu, kuna kucheza na kuna kuinua. Kuna kuchezea madhabahu ni kwenda kutumbu na kurudi kwa dhambi. Hiyo unachokosa madhabahu. Na both altar will stand and you'll be alone. Na ile altar itapigana na wewe, ni hiyo ulichokoza. Madhabahu ya Mungu ipiganangi na watu wake. Madhabahu ya Mungu ni ya kututetea na kutupatia msamaha. Tunasoma katika kitabu za Ezra 10, mstari wake ni wa 3. Therefore let us make a covenant with God to put away all these wives and their children according to the counsel of my Lord and of those who tremble at the commandment. Then 9. Then all the men of Judah and Benjamin assembled at Jerusalem within the 3 days, in the 9th month of the 12th days of the month, and all the people sat in the open square before the house of God, trembling because of this matter, and because of the heavy rain. And Ezra the priest stood up and said to them, you have trespassed and married a foreigner woman, and so increased the guilty of God of Israel. Now then make confession to the Lord, the God of your father, and do this his will. Separate yourself from the people of the land and from the foreigners' wives. Uende usome ni 10 mstari wa 3 tukaruka hadi mstari wa 10 na 11. Neno la Mungu linasema Biblia inasema ya kwamba Mungu akaambia Ezra aende akaambia wana wa Israeli dhambi zao zimekuwa too much, na lazima watengane na wake wa Canaanites. Ilikuwa jambo la uchungu sana. Soul tie kuvunja ikuangi jambo la hisi. Jambo la kuvunja soul tie unachukuanga karatasi kama hii. Hapo hakuna mahali mchungaji anakujia stele. Wewe sienda kuambia mchungaji ulikuwa urafiki na bwana ya wenyewe ama bibi ya wenyewe, na si mmoja na si wawili. Sasa hapo hiyo ni siri yako na dhambi zako na Mungu.
unachukua karatasi kama hii, unalalua hivi kulingana na hekima na heshima zako. Unarudi unalalua hivi kulingana na majina zako wenu zinatoshana aje. Unaandika jina ya Peter hapa kama ni Peter. Tunaelekea vizuri. Unaandika jina ya Peter hapa kama ni Peter. Alafu unaweka chini. Ndani yako unajua ukweli ulikuwa na wangapi. Unaongezea Purity kama wewe ni mwanamume, unaongezea Karo, unaongezea Samueli, hadi wanafika wale watu umekuwa na wao. Kama ni dhambi la immorality. We start from there. Kuvunja soul ties za immorality, unaandika jina la Pauline hapa. Hii jina Pauline. Halafu unachukua Biblia yako. Unaomba na Psalms 51. Unatumbu dhambi zako unamwambia na Pauline kuanzia leo. Unamwambia na Peter kuanzia leo. Unamwambia Simeoni kuanzia leo. Sorome kutoka leo. Mimi najitenganisha na agano tulioagana na wewe. Na kutoka leo kiroho na kimwili tumeachana. Hello? After this unachukua kulingana na uko na wangapi? Wengine hata wako na 50. Wengine wako na 10. Mwingine juzi tu tunapatana na wife yake ananiambia bana yake aliingia Facebook. Akajoin group ya widows. Akasema bibi amekufa. So kazi yake ni kwenda kusurura na widows. Mtu kama huyu hata kama ni kuongea msamaha. Kucheza na windo na yatima na maskini ni kugusa poni la Mungu la mchicho. Vita yako ni yako na Mungu. It is either spiritually ukuwe windo utakuwa ukiona bibi akienda we kijana, ama huyo bibi akufe ya ukweli, ama ujipate na msichana wenyewe rojini akufe ya ukweli ukuwe windo. Chunga ulimi wako. Biblia inasema kuna nguvu katika ulimi wetu. Hiyo taongelea siku nyingine. Lakini ukisavunja hivi huyo ni mmoja. Unajua uko na wangapi? Kambura uolewe ulikuwa na 4. So unachukua majina zako 4. Na soul tie huwezi vunja na siku moja. Huwezi vunja soul tie na siku 2. Kwa sababu kunazo silikuwa simengalimu watoto. Ukatoka hapo kwa Sorome ukakuja kwa Andrew. Sasa naye Andrew kamropota na yeye alikuwa na bibi. Hii machozi ya bibi ulitoa bado iko kwa mabega zako. Uko na kazi ya kutubu na kujiseparate na kuvunja soul tie za bibi na malana za bibi Andrew na za bibi yako. Unashika zote mbili. Hapo ni kutubu bila mchezo. Si hile ya baba yetu aliyo biguni mara 2 ama 10 ama sijui ngapi. Hapana. Ni kutamuka maneno yote ulitamuka kuhusu yo bibi. Utumbu ukitubugi. Ukimaanisha venye unafanya. If you want to separate yourself from soul tie, spiritual husbands, disaster and distractions, you have to repent na sile tafadhali. You must call the sin the sins. That's why I am here teaching you about self-deliverance. God sent me to you to teach you this. After this, when you finished, remember now hiyo ni kazi ulifanya ukiwa msichana. Mungu akakubariki na kijana mkaoana. Kijana mwenye alikuwa baba ya watoto wake kwenye uko saa hii ndiye huyu. Akona mpango wa kando na unamjua. Hiyo mpango wa kando na yeye akona na boyfriend na unawajua. Tena hizi ni dhambi zingine 3. Hizi ni soul ties zingine 3. Na as long as damu yako inaguzana huyu, lazima utubu dhambi zote 3. This why I'm telling you kuvunja soul ties si kazi ya siku moja na si kazi ya mchungaji. Ndio mchungaji anjui bwana yako akona bibi ya mwingine. Na hapa si pesa juu inahitajika jaso na machozi yako. Juu inangalimu mwili yako na jaso na damu yako. Dhambi ya damu ni damu. Dhambi ya pesa ni pesa.
Na ukiwa kwa hii rig rejection iko kalaiki, rejection kwako imejaa. Na usipojitenganisha na hizi pepo, rejection itakusumbua forever and ever. Hata ufunge kula na kunywa. Na ujakiri hii na ujavujanita hii. Hata umjenge kanisa peke yako, madhabahu ya sota itaendelea kukusumbua. Na wanaume wataendelea wa kiroho kukulalisha ukilala, my friend. Na wanawake wa kiroho wataendelea kukukatasa kukaa na bwana bibi, my friend. So you have to confess this. Na ndio unawataja na majina. Ukitoka hapo, unaingia kwa siku uko na mtoto. Huyu ni bwana yako. Huyu ni mtoto wako. Na huyu ni wewe. You're almost through. Hizi nazo ni dhambi zingine. Urudi ukijua haki na ukweli. Si umeshavunja line zote na umeshatumbu dhambi zote za akina ma girlfriend na ma boyfriends. Uko kwa haki na ukweli. Hapa ndipo unatumia Yeremia 1:10. Unabomoa, unavunja na unasambaratisha. Ukisamaliza na kusambaratisha, unaweka mipaka. Hapo ndipo sacrifice inaingililia. Sacrifice ya uchungu na ya kujitakia, yenye inangalama mzito kwako, na si ya kupeleka kwa kanisa. Ni uchukue upeleke either children's home. Unaweza enda kwa maskini ulime siku mzima, usinda huko kulimia mama mzee. Unaweza njitoa uende uchukue kitu yako uende ulishe Sokola town. You can even feed the orphans or the widows. Unaweza enda hospitali uokoe uhai kama dhambi zako silingalimu kifo. Uende hospitali uokoe uhai. Still you can do another thing. Uende mahali kuna mtoto anahitaji school fees, ulipe usomese yeye. After there you go to your church. There your pastor anaingililia. Pastor si wa kwanza. Kanisa ndio la mwisho, ndio likupatie cover. Na pastor wako akuelekeshe vile utapanda madhabahu. Nice. Now hapa ndipo vita imekuwa mingi. Kwa ajili na yule pastor unaenda kupata, wengine wao wako kwa hizo ties hawajavuja sawa. So akisikia madhabahu anainuka anakwambia hata zile unapeleka kwa children's home ufai kupeleka kwa children's home ndio unahitaji kukula. Msamaha ni wa dhambi unangali mingi Mungu peke yake. Na Mungu anakuanga Mungu wetu si wote. Lakini the moment umegusa mnyonge, umelisha yatima, umelisha mjane, umesaidia na umeokoa the needy, umekuanga umekopesa Mungu. Sasa hapo unaweza ingia mbele za Mungu na mikono yako inaweza kuwa safi to the point you can apply anything you want to God. The Bible says tunaombanga na tunakosa kupata because tunaombanga na motive mbaya. How will you expect kama wewe ndio Mungu? Mtu akona tabia kama zako, izia kama zako, mipango kama yako, unasampa Kenya nataka la hasha. Hapo ndipo utaenda kwa mchungaji upande madhabahu yako. Yeremia 1:10 idhibitishe kwako. Umebomoa, umesambaratisha, umejitenganisha. Sasa bibi nasema Mungu akaambia Yeremia uweze kupanda. Panda msingi wa madhabahu ile unataka. Patia sasa familia yako cover the way you want. Cover your family, cover your marriage, cover your business, and everything you do, you cover. As long as you have your own cover and you are in your own tent, no distraction can come on your way. But if you dare to go on your way, all evil will come back to you. If you are there and you want to break the soul ties, wacha kudanganywa. Naweza kuwa mimi ni firimbi nasifikia wachache, lakini siri ni haki na ukweli. Dhambi zingine ni ukiri na mdomo yako,
na jasho yako na damu yako itumike. Machozi, uwezi niambia dhambi ya abortion. Dhambi ya abortion, toto tunachukulianga tunakuwa agent malaika wa Shetani. Dhambi ya abortion ni ya kutolea sadaka. Utatoa, lakini lazima uokoe uhai mahali kuna uhai unaumia. Ulipisa ule uhai uliumiza. Enda hospitali after doing all this. Uende utowe. Ulipie mgonjwa bill. Enda hospitali mochari. Wengi wamesuiwa mili yao itolewi because hawana bills. Enda lipa bill. Uhai wako mwenye ulitupa, enda ulikave. Enda shule, watoto wana school fees, lipa. Enda children's home. Ulioleka mahali ukatesa watoto wa bibi wa kwanza na alikuwa ameaga, ukanyanyasa wajane yatima. Na neno linasema vizuri, unapocheza na yatima ni kama kufanya Mungu hivi, and you done it to God. Vita yako ni yako na Mungu. Inagharimu tu wewe na Mungu, si mchungaji, si baba na si mama na si bwana na si bibi. Wewe na Mungu. How will that do? Lisha mayatima. Enda ulisha yatima mahali. Until the day utasikia mmoja akisema, "He, na hiyo mama amejaribu." That is the day. Usingoje Mungu aongee ati na lugha ya TikTok. Usingoje Mungu aongee YouTube. Ile siku utafanya uguse mtoto mahali, wenyewe Mungu atawatumia. Angalia wakati wa Gideon. Mungu alipotuma Gideon, bibi nasema aje? Ati Gideon walikuwa wamejificha. Na mmoja akasikia jeshi la adui likisema aje, na jeshi la Gideoni litainuka juu yetu. Gideoni alikuwa amewekea Mungu question marks mob, lakini hiyo ndiyo ilimpatia assurance. It is time to move on. Don't go behold God. Fuata Mungu. Wacha kufanyia Mungu kazi. Wacha kujifanyia kazi. Fanyia Mungu kazi, na yeye atafanya kazi yako. Niko mahali hapa nikiwaambia hivyo. It is so bitter. To swallow it is so bitter. But what I know, me, I used to help many boys, many boy child, many people when I was a youth. But ikafika mahali nikafika to the comfort zone. Now ile new assignment Mungu amenipa, it is too heavy. I am doing my best, and I know God will do it to me. It is possible. Others were struggling with these diseases. That disease inakusumbua, pengine Mungu uko na calling, unafungia, unajipata uko na ulcers, unajipata tumbo imefula, unajipata kifua inakusumbua, pressure nini. Wewe unajibu la hiyo magonjwa yako yote. Hiyo majibu ya magonjwa yote inakusumbua. I know you have the answer. Uko na jibu ya matatizo yako. Watoto, mimi naonanga church kwetu, and I'm so excited for our youth. Ninapokaa chini, youth wetu they are speaking English. Youth wetu are there so excited, and I am like, wow, hata nikilala kanisa itaendelea. Wewe ni nini ukilala itaendelea? Those youth of your church unawasalimianga, they don't even say hi to those youth. And those youth they wako na achievement mingi kutuliko sisi. Sisi tumefika mahali tumefika. Those youth, you don't know whether they will be the leader, the MP, the MCAs of tomorrow. How will you approach them? Hapo ndipo utaanza na ile ya, najua hiyo MCA, utaendelea kumjua. Because you are losing opportunities. The small chance you have and the gap you are supposed to fill, you are not filling it. Why? You are so selfish. And this is not the time of being selfish. This is not the time of standing with your 2 feet and saying, I am who I am. This is not the time of lacing many titles, apostle, doctor, whoever. It is time to humble ourselves and to tell the Kenyans the truth. Humble yourself, my friend, my brother, and my sister. Repent your sins. Carry your own clothes. Hello? Others who are there, even in the church, wanambemba ilisi. Others were so in rebellion. Kuna watu vichwa ngumu kwa kanisa.
Not because they are vichwa ngumu. It is because they know in this church no one can expose their evil, so we are doing it and we are comfortable. We are in comfort soon. But let me tell you, my brother, my sister, the time is now, and God is ready to raise whoever wants to raise. And he is ready to humble and to put them and everyone who want to go down under our feet, whoever want to go there. Me, I don't want to go down. I have decided I will never play God to fulfill the desires of my heart. I have been playing God to fulfill it, but to all have been in vain. Now my heart is to kulilia Mungu atende mapenzi yake kwangu. Ufalme wake ukitoka mbinguni kuja juu yangu, wachawi hawataniweza. Ufalme wake ukitoka juu mbinguni ukunje kwa hii huduma amenipea, wacha nikwambie wanafiki na wasubufu hawataniweza. Ufalme wake ukikuja, ukunje na uweze kutawala kwa ufalme wa hii ulimi amenipatia na kunifanya ufirimbi. Wacha nikwambie, even no weapon, others were their own weapons. But the Bible says there is no weapon formed against that shall prosper. Wewe mwenyewe ni adui ya maisha ya watu. And you are there calling me, telling me to help you. Kama wewe ndugu fulani, you cannot tell me to assist you to break your third marriage. No, my brother. Follow me. Do whatever I'm telling you after there. Before we get to the point of getting another man ready, pengine Mungu atakurejesha bibi yako. Kwa bibi wengi si achievement. This one and this one, kuna mmoja alimjuzi hii wiki. Na ni mtu ameokoka. Nitakuanika hapa by the way. How can you do that? Unajua watu wengine wamefanya dhambi mpaka maisha yao imekuwa kama mtoto wa paka. Mtoto wa paka ikizaa, hakuna mtu jua imezaa. Ni mtoto tunaonanga tukitokelezea. Tunasema aya, pusi zaa. Juu tunajuanga after every year lazima pusi zae mara 3. So hiyo ni kitu sumbuangi watu. Lakini ndovu ikipata mtoto, wacha marriage yako ikuwe ni ndovu. Wacha relationship yako ikuwe ni ndovu. Wacha wokovu wako ukuwe ni ndovu. Ndovu ikizaa, hata serikali news tunaambiwa na Swale Mdai kuna ndovu imezaa. Lakini wewe hata ukiingia kwa relationship, unless you call up people and tell people, hi, I'm in a serious relationship, imagine. What like, yeah? Ghost wewe, relationship zako unisifanya kama tutoto topaka. Hi, I have decided to get married again. There is no trouble. Ndoa zako ni kama tutoto topaka. Ataenda tu. So hakuna mtu anakuanga excited na wewe na anything you do. Ukiweka kazi, hey, nimeona nifungue kazi ya kuuza maziwa. Sawa, nitakaa kukupromote. Nikionekana kosi anajua, kesho utafungua. Biashara zako ni kama tutoto topaka. Wengine hata huduma wamehama kanisa. Una patient na wewe ni mchungaji. Ukisikia tu uko na kamwito kai yangu kadogo hivi, unafungua kanisa. Kanisa. Unafungua. Hi, come nitembelee church Sunday, nimefungua church. Everybody is like, atafunga tu vile alifunga ile nyingine. Tutoto taumbwa. Mbalaka peti. Ngoja Mungu akupatie mbalaka kama ya ndovu. Ngoja wokovu wako ukue kama ndovu. Ngoja uinjilisti wako ukue kama ndovu. Watu wakiumbili tu mbarikiwe, ambia watu watumbu. Enda njia yako na Mungu acha kwenda njia yako na watu wengine. My number is there 0796 47 86 32. 0796 47 86 32. And please, maswali ya WhatsApp imekuwa mingi sana. That's why nimechelewa kupost mingi. Sio si wa ignore cause others were in trouble. But please, tuwasiliane hapa. Kuongea ni rahisi kuliko kutype. Ni request tu and remember to like and to subscribe.
Hiyo tu. And me, I'm here. I'm sacrificing all this just because of you. Selling my life and what I have with you. Just subscribe and like. I love you. Shalom, shalom. See you tomorrow, God willing. Bye.